basi. Wewe tunabidi tuulize tupate uhakika. Konde vipi? Safi, mambo vipi? Safi, mambo yanaendaje? Salama kwema? Kwema kabisa. Mambo yanaendaje? Namshukuru Mungu. Mambo yanaendelea poa. Hivyo lakini. Naona tumetoka kwa bibi pale. Sikuweza kuonana na wewe. Ni kweli. Ila nilikuwa na swali kabisa nilikuwa nahitaji nikuulize. Swali gani hilo? Hivi, unakumbuka siku ile ulikubali wewe ndio uliomuua yule nyoka? Wewe nyoka ulimuua wapi? Nishakumbuka. Unaona hilo shamba hilo? Kumbe hapo. Hilo lenye mibazi hilo. Lile pale. Hapo ndo shambani kwangu. Kumbe ni shamba. Na wakati nalima pale ndo nikakutana na huyo nyoka. So kwa hiyo unaniambia huyo nyoka ulimuua pale shambani kwako? Twende. So, hata mimi nilikuwa naelekea huko. Sasa baby, nani alikwambia uko kwamba mimi niko huko? Nilijua tu watakuwa huko. Kwa sababu nilikumisi sana. Kumbe. Na ikanibidi nifunge safari nje huko. Lakini sitoka sana, leo itanibidi nisafiri niondoke. Basi nakuomba baki hata siku moja. Siwezi kubaki. Unaona mazingira yenyewe, nina guest ya kulala. Hamna sehemu yote yani kusema mimi nitapata hifadhi kwa leo kulala. Mimi nitakutafutia sehemu ya kulala. Hata hivyo ndugu zangu wajue kwamba mimi na mpenzi. Sawa, kama hivyo. Ila sije kuniletea shida. Haiwezi kukuletea shida, kuna mtu ambaye anajua. Kweli? Ndio. Twende ukatuoneshe. Twendeni. Najiamini. Anajiamini wakati yeye ndiye anatuletea matatizo. Kaone bala unajua. Anatuletea matatizo tena sio. Mimi sio nikapata hasira nikamtenda. Unajua mimi nilikuwa sijajua kama huyu nyoka sio wa kawaida. Umeelewa? Ila kuongea kweli hata kila mtu hata kama ukiona nyoka unafanyaje? Unamuua? Mwenzangu mimi nikimwona anakimbia. Una uwezo wa kumuua. Sasa kama hujui unafanyaje? Basi ile siku nakwambia nilipita hapa mpaka nikadondoka hapa namkimbia huyo nyoka. Sema kweli. Maeneo haya. Ningekimbia mpaka ningefuka. Hapa. Kumbe ndio shamba lako hili. Sasa wananchi. Shamba langu ndo hili. Okay. Hili ndio shamba langu. Ndio. Na hapa unapopaona hapa. Muulia hapa. Kumbe ulimuulia hapa. Ona. Mchilizi wa nini huu? Mbona? Alafu mbona panaonekana kama nyoka mwenyewe kapita? Alafu mchilizi sasa hivi. Mchilizi wa nyoka ujue. Bado mpya kabisa. Mimi sipo hapa. Mimi ngoja niondoke. Hapana kwa kweli. Alafu yanayoendelea hapa kijijini haya. Lakini umesikia? Bibi, shikamoo. Marahaba, mjambo? Kijambo, shikamoo bibi. Marahaba. Rafiki yangu huyo ndo bibi ambaye anisaidia kipindi nagongwa na nyoka. Kumbe ndo huyu. Baba, bibi tunashukuru. Unasemaje bibi zangu? Sasa naendelea vizuri sasa hivi. Haya. Bibi, sisi tunashukuru. Hata hivyo tulikuwa tunakuja kwako. Bahati mbaya natoka naenda mjini mara moja. Ila kesho nitakuwepo. Sawa bibi. Basi sawa bibi.
Haya. Asante. Binti. Abe. Shikamoo. Marahaba. Hamjui mtu yote ambaye amemuua nyoka? Sijui. Sawa. Wewe unatokea wapi? Haipasi kujua. Unaweza kwenda. Huyu baba yuko wapi? Aliyemua nyoka namjua na simwambii. Nini? Mbona sikuelewi? Tena tani. Sasa nafanyaje? Shida nini kwani? Hatari bibi. Kile nilichowaambia mjukuu wangu, kama unakumbuka, joka uliloliona huko ni hatari kubwa. Hiyo ndio nasababisha, yani ni hatari kubwa sana. Kwa mjukuu wangu hapo amefika, nimeshamaliza. Wewe rudi tu nyumbani, ila kesho taita wana kijiji yote fanye tambiko, sawa? Siendi bibi, siendi bibi. Yani niko tayari, nifi hapa. Mimi naomba unisaidie bibi. Hapa ndio nimeshakusaidia, mpaka hapa nimeshakusaidia. Nakwambia nenda tu nyumbani, hakuna shida. Wewe nenda, kesho tutaitana wote kijiji kizima. Hamna bibi, mimi niko tayari, nife hapa, sirudi mimi nyumbani.
yupo jamani? Si ameenda wapi? Nyumbani hayupo na huko hayupo. Sisi tunapata wapi? Yule mtu anahitaji msaada unajua. Na hapa kazi mweka hapa hayupo. Sasa tunafanyaje? Bibi, kuna muda wako. Tumeenda tunahitaji uende ukamsaidie bibi. Leo sio siku ya kazi. Na huyo mgonjwa mnamwangazia ameshakufa. Ngoja nitakeni. Amekufa? Ah